Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua hii ambayo tumefikia. Nadhani ni kwa Tanzania, nadhani ni faraja kubwa sana kwa Dar City kuiwakilisha vizuri Tanzania katika mashindano haya ya BAL Elite 16 na tumefanikiwa kuwa nafasi ya 3. Imeonyesha ni jinsi gani ambavyo uwekezaji umefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Aina ya wachezaji ambao tulikuwa nao wameenda kutuwakilisha vizuri na hatimaye tumekuwa unbeaten kwenye mzunguko wa kwanza, na bahati mbaya tumepoteza mechi katika hatua ya nusu finali, ilikuwa close lakini tukajipanga vizuri na kuhakikisha kwamba tumepata nafasi ya 3 ambayo imewakilisha vizuri Tanzania. Nini kilikuwa kigumu kwenye game ya Johannesburg Giants? Waliongoza vizuri first half, kipindi cha pili waka close gap na wakashinda kwa tofauti ya point 2. Ni sehemu ya mchezo. Ukiangalia timu yangu ilianza vizuri, tumecheza kwa uelewano mzuri kwanza na pili. Kota 3 nadhani yale maelekezo ambayo tulikuwa tumeyatoa hayakuwa executed vizuri. Kwa nafasi ambayo sisi tumezikosa, Johannesburg wao wakaona na wakajaribu kurudi kwenye mchezo, na pale ambapo tumehitaji ku execute kumaliza mchezo ikawa nadhani bahati ilikuwa kwetu. Kwa credit kwa wachezaji wangu, nadhani wameonyesha level nzuri ya mchezo, lakini kikubwa ni kwamba tumeipeperusha vizuri bendera yetu ya Tanzania kwenye mashindano haya, kwamba kila timu na sasa zinaanza kujiuliza Dar City ni kina nani. Kwa hiyo tumepeperusha vizuri bendera na tunaamini kabisa kwamba kwenye wild card ambayo tutaipata basi tutafanya makubwa zaidi kwa kushinda haya ambayo tumeyafanya Nairobi. Kwenye game 2 tulimwona mchezaji kama Diabate akicheza akiwa na injury. Kwa hamna replacement yake, mkaimweka mchezaji mwingine? Hakuwa injured. Diabate is an experienced player, one of our top in Africa. Ameonyesha uwezo mkubwa sana. Kwa sisi tulikuwa tuna malengo. Kwa malengo yetu kama coaching staff ni kuhakikisha kwamba tunamtumia vizuri Diabate, na huyu ni professional. Kwa tunamlinda katika fatigue na kila kitu, lakini yeye anajua majukumu yake na ameenda kuyatekeleza vizuri katika mashindano haya. Vile vile ukiangalia tulikuwa tuna experienced players kama Zuzwa, Putni, Deng, Ndoe ambao wana experience kubwa sana kwa mashindano ya BAL, lakini tuna icon wetu kutoka Tanzania, Hashim Thabit, our captain. Nadhani wametuwakilisha vizuri. Game ya mwisho Hashim Thabit nadhani alienda kuhakikisha kwamba Tanzania inapaa juu zaidi kwenye mchezo wa kikapu, na Afrika yote inatujua kwamba kwenye mpira kapu Tanzania kuna timu inaitwa Dar City. So proud of my team, proud of support cast. Wanahisi kwamba wachezaji wetu wengine ambao walikuwa kwenye bench hawana thamani, wana thamani kubwa sana, lakini ni mipango ya timu kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunatoka kwenye level hii kwenda kwenye level nyingine, na ndipo pale wanapohitajika wachezaji kufit in kama icon wa Tanzania mwingine Amini Mkosa anaingia kufanya jukumu lake vizuri na kutoka, kwa sababu timu ilikuwa inataka malengo ya kuipeperusha Tanzania kwenye level ya juu kwenye mchezo huu wa mpira wa kikapu hapa Afrika. Sawa coach. Jana baada ya game ya mwisho kumalizika tuliona baadhi ya kwenye mitandao ya kijamii wengine wakisema Dar City imefuzu, wengine haijafuzu. Wengine wakisema kwamba Dar City imeenda kama best loser, wengine wanasema ikiwa sio best loser. Iko vipi uhalisia? Sisi tunajivunia kwa level ambayo tumecheza, kwa tunawaachia BAL wenyewe waamue hiyo wild card wanaipeleka wapi, lakini kwa sisi kwa jinsi ambavyo tumeonyesha mchezo na ushindani mkubwa na level ambayo imeonekana, basi naamini kabisa hiyo wild card itakuja kwetu Dar City na tutapata nafasi nzuri ya kuwakilisha basketball Africa, lakini kikubwa ni kwamba tutakuwa ni timu ya kwanza kuweka record Tanzania kwamba ni timu ya kwanza kwenda kushiriki mashindano ya BAL 2026. Okay. Yeah. Asante. Mashindano yalikuwa magumu kama tulivyokuwa tumetegemea. Tumetumia muda mwingi kufanya maandalizi kuanzia Zanzibar mpaka tumeenda. Sidhani kama tumepewa hata siku moja off, kwa hiyo tulikuwa kimkakati zaidi. Tumeenda tumefanya shughuli ambayo tulitakiwa tuifanye. Hatukupata game moja nyuma ya jana, hatukupata matokeo tuliyoyataka, ila basketball ni mchezo ambao mnapewa nafasi ya kufanya mambo next day. Kwa hiyo tukapata hiyo nafasi jana, tunaweza kubakia na mshindi wa 3. Kwa hiyo sisi kama
kama timu kwa uwekezaji tuliofanya, wachezaji niliowachagua na kuwaleta katika kikosi hichi. Mimi nafurahi tu hatua tuliyofikia, kwa hiyo hopefully sisi ndio tutakuwa tutaweza kupewa hiyo wild card ambayo Tanzania wamelalamika baada ya kupoteza ile game ya nusu finali, wakisema Dar City wanashindwa kucheza defense, wanashindwa kupata rebound za kawaida tu, kitendo kilichosababisha kwamba mkapoteza ile mechi. Na mpango gani wa kusolve hilo tatizo, hasa kuplay defense? Well, it's a team thing. Unajua mtu ukiwa unakaa unaangalia kwa mbali unaona vitu vingi, ila ukiwa mule inakuwa ni shughuli tofauti. Basketball mpira unadunda, kuna long rebound, kuna short rebound. Kuna siku ambayo game itakuwa yako, kuna siku game ambayo sio yako. So nimeshacheza game nyingi sana za basketball, nimeshinda game nyingi sana za basketball, nimefungwa kadhaa. Basketball ni mchezo ambao ukienda pale unatakiwa ukapigane, uwezi ukaenda pale una confidence kuwa utashinda au utafanya hivi. Basketball ni mchezo ambao adjust as the game go. Kwa hiyo kama mliona game ya Giants tuliongoza, nadhani at some point ilikuwa kama 27-4. They came back and then ended up winning by half a basket. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni game adjustment. Pia inanifanya pia niangalie kwa wachezaji gani ambao tunawahitaji for the next round, wachezaji gani ambao labda tuwakate for the next round. Kwa hiyo hizo itakuwa ni coaching adjustment pia na management adjustment. Nashukuru Hashim. Asante.